Vita kati ya Iran na Israel yazidi kuchemka. Uchambuzi wa kina na Hubah Online TZ. Karibu Hubah Online TZ, mahali unapopata habari zenye undani, siasa za kimataifa na uchambuzi wa ukweli usiofungwa na upande wowote. Siku kadhaa zilizopita, Mashariki ya Kati ilizama kwenye mzozo mwingine mkubwa. Tangu tarehe 13 Juni, Israel imezindua mashambulizi makubwa ndani ya Iran, ikilenga zaidi ya maeneo 50 yakiwemo viwanda vya kutengeneza makombora, hospitali na maeneo ya kiraia. Kwa upande mwingine, Iran haijakaa kimya, imekuwa ikijibu kwa makombora mazito yaliyotua karibu na maeneo ya viwanda katika mji wa Beersheba, kusini mwa Israel. Vita vya teknolojia na akili. Mwanasayansi auawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Kan kutoka Israel, mwanasayansi mmoja wa nyuklia wa Iran ameuliwa katika shambulio la drone katikati ya Tehran. Japo jina lake halijatajwa rasmi, tukio hilo linaongeza hofu kwamba Israel inalenga vichwa vya maendeleo ya kijeshi na nyuklia wa Iran, hali inayoweza kuvuruga usalama wa kimataifa. Muda mfupi kabla ya tukio hilo, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa jengo la makazi katika eneo la Gisha mjini Tehran lililipuliwa na drone isiyojulikana. Hili linaibua maswali. Je, hii ni operation ya kuangusha mfumo wa Iran kutoka ndani au ni onyo kali ya kijeshi kutoka Tel Aviv? Hospitali, clinic zashambuliwa. Katika kile ambacho kimezua hasira kubwa kimataifa, hospitali moja jijini Tehran imepigwa kwa kombora, ikiwa ni ya 3 ndani ya wiki moja. Clinic moja mkoani Kermanshah nayo iliharibiwa kabisa. Iran inasema hili ni uvunjaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku Israel nayo ikitoa madai kuwa Iran hutumia baadhi ya maeneo hayo kuficha silaha au makamanda wake. Je, ni kweli au ni propaganda za kivita? Dunia yaangalie kwa hofu. Kwa sasa hali imefikia kiwango cha tahadhari kubwa. Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa zimesisitiza haja ya kujizuia, lakini upande wowote hauoneshi dalili za kusitisha mashambulizi. Kwa sasa, maelfu ya Wairani wamejitokeza barabarani baada ya sala za Ijumaa, wakilalana Israel na Marekani. Hisia zimepanda. Uvumilivu unapimwa. Je, nini lengo kubwa? Waziri wa ulinzi wa Israel, Yoav Gallant, amesema wazi kwamba wameamua kuongeza mashambulizi dhidi ya alama za utawala wa Iran. Kauli inaashiria kuwa huu si mgogoro wa kijeshi pekee, bali pia jaribio la kuathiri mfumo mzima wa serikali ya Kiislamu ya Iran. Kwa mtazamo wa wachambuzi, huu ni mzozo unaoanza kijeshi lakini una mizizi ya kisiasa, kiitikadi na kisaikolojia. Ikiwa utaendelea, kuna uwezekano mkubwa wa kuvutia mataifa mengine kama Marekani, Russia au hata vikundi kama Hezbollah na Hamas. Hivi, nini maana yake kwetu? Kwa nchi kama Tanzania na mataifa mengine ya Afrika, mzozo huu unaweza kuathiri bei za mafuta, biashara ya kimataifa, usalama wa safari za ndege na hata hali ya kisiasa duniani. Tuko katika dunia iliyounganishwa. Vita vya Iran na Israel si vya kwao pekee, bali vinaweza kutuathiri wote kwa namna moja au nyingine. Usikose kujua kinachojiri duniani. Kama unapenda uchambuzi wa kina, wa ukweli na usiofungwa na propaganda, basi Hubah Online TZ ndio nyumbani kwako. Tembelea Hubah Online TZ kwenye YouTube. Bonyeza subscribe, weka notification bell, isikose kukupa habari mpya. Like na comment ili tujadiliane pamoja. Shiriki kwa marafiki zako. Maarifa ni silaha. Hubah Online TZ, tunakuletea sauti ya dunia bila mapendeleo. Habari hizi zimethibitishwa na Al Jazeera kwenye Juni 20, 2025 kupitia makala yao yenye kichwa cha Israel launches strikes on Iran as complex enters second week.